kama mbunge ninapokutana na watu ambao niwapigia kura wangu wengi kwa pamoja nimekusanyika, basi si mbaya nikasema moja au mawili kwa maslahi yenu pia, ili angalau na nyinyi mtakapoondoka mpate na nyinyi kusema nini ambacho kiongozi wetu na mtoto wetu aliweza kutuasa. Tunakwenda kwenye uchaguzi mwaka huu. Lazima tushiriki sote kwa pamoja kuhakikisha tunachagua viongozi tunaoamini kimsingi watatuletea maendeleo kwenye maeneo yetu. Mimi ni mbunge wenu na naamini tarehe 28 mwezi wa 6 bunge likivunjwa nitabadilika kuwa raia. Lakini nitagombea kwa awamu nyingine kwa sababu naamini sifa hizo zipo, hakuna kinachonisibu kutokugombea. Pamoja na hayo, yapo mazuri ambayo yamefanyika kwenye kata yenu, kata yetu hii ya Kiang'ombe. Lazima muendelee kuyasema. Na lazima mjue haya yapo mengine yanafanyika kwa sababu ya juhudi ya viongozi sisi mliotuchagua kuhakikisha kwamba yanafanyika. Kwa miaka minne huwezi kufanya zaidi ya haya, kwa sababu nyinyi tumeyaomba mengine kwa miaka 40 hata wengine hatujazaliwa na hayakuwepo. Kwa hiyo kwa miaka minne huwezi kufanya matamanio na matarajio ya watu ya miaka 40, miaka 60 toka uhuru. Tutakwenda taratibu kwa namna ambavyo Mungu ametujalia, ili angalau na sisi tutakapofika hata miaka 10 tukifanya tathmini ndio tuna mambo kadhaa ambayo tumeyakamilisha kwenye kata yetu na kwenye maeneo yetu tunayoishi. Tukianza na maji, hatakuwa na mradi wa maji. Sasa tunaboresha chanzo cha maji Nyihara ambacho hakina umeme na kimekuwa kutumia alizeti. Ndio maana mnaona changamoto ya maji kwenye kata hii imekuwa kubwa sana. Tunakiboresha kwa kupeleka umeme ili maji yaweze kuwafikia kwa wingi na kwa manufaa maeneo yote. Lakini maji haya tumeomba kwa muda mrefu. Ni imani yetu kwamba kupelekewa kutoa fedha na Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunatatua changamoto ya maji. Inawezekana miaka 4 isikamilike kwa 100%. Lakini changamoto hiyo tunaitatua na tutakwenda nayo vizuri. Tuko na changamoto ya barabara, leo nimeiona inapitika vizuri. Na ni mara ya pili barabara hii kutengenezwa ndani ya mwaka mmoja, si kawaida. Miaka yote barabara hizi huwa zinatengenezwa ndani ya miaka 2 mara moja kwa sababu ya upatikanaji wa fedha. Lakini kwa kuwa kijana wenu natokea maeneo haya, mimi nichukue nafasi kuwapongeza na kuwashukuru sana watu wa TARURA. Kila wanapoona barabara imeharibika, basi hawasubiri bajeti. Wakati mwingine wanachukua fedha, hata fedha za TARURA kuja kuhakikisha kwamba nyumbani na kutoka Mheshimiwa Mbunge kazi hiyo inafanyika. Na nichukue nafasi kuwashukuru sana. Nilipoomba pia wachonge barabara ya kuja Kitahiro huku chini. Wakati huo dada Lucy ndo aliyenikumbusha. Rafiki yangu Hamza hapa nimemuona. Lakini mimi nikamwambia wacha tuone kwenye bajeti, nitawaomba watu wa TARURA kwa kuwa mimi ni makamu mwenyekiti TAMISEMI na TARURA iko chini yangu. Tazungumza nao tuone namna watakapokuwa wanachonga barabara hizi ziweze kukamilika. Leo nimefurahi, nimepita nimeiona imekamilika. Na tunaomba Mwenyezi Mungu ili iweze kwenda. Nawashukuru sana ndugu zangu. Ipo jambo kubwa zuri ambalo linafanyika kwenye kata yetu. Na jambo hili linahusiana na kituo cha afya. Na hili lazima niliseme na niombe mnisikilize vizuri sana. Na haya ninayosema ndio mwongozo wa serikali. Tumepata kituo cha afya na kitajengwa kwenye kata ya Kiang'ombe. Eneo linalojengwa kituo cha afya kinajengwa kijiji cha Ruhu. Wakati naingia madarakani, matarajio yangu na matamanio yangu nilitamani niache alama ya kituo cha afya kwenye kata hii. Na ni marejeo yangu nikasema sitaki kutengeneza ugomvi wa mvutano wa vijiji hivi vitatu. Wengi wangetamani kwa kuwa natokea Nyihara, kituo cha afya kijengwe Nyihara kwa sababu niko nyumbani. Na kwa kuwa mimi ndo mtafuta fedha, na fedha hizi zinapita kwangu kama makamu mwenyekiti TAMISEMI, lakini ndo nayeomba ndani ya bunge ningeweza kujenga kituo cha afya Nyihara. Lakini nikasema si sawa, nataka tutengeneze mahusiano yaliyo bora ili angalau kituo hiki cha afya kijengwe kwenye kata hii, lakini kijiji kinachopaswa kujengwa kituo hiki cha afya kitajengwa hapa Ruhu. Na nikawaambia watu wa Nyihara na watu wa Muhundwe kwamba ni lazima kituo hiki kitajengwa Ruhu. Na matarajio yangu, matamanio yangu, nilitaka niondoe sitofahamu ambayo miaka mingi imekuwa ikizungumzwa kwenye vijiji hivi kwamba kuna kutokuelewana. Kwa nilitoa msimamo huo, nikasema Muhundwe watabaki na zahanati na nikahakikisha na watafutia milioni 50 kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati. Nyihara na watafutia milioni 50 kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati yao. Lakini Ruhu tutajenga kituo cha afya cha kata. Mungu si Asumani. Mheshimiwa Rais ametusikia, ametupa milioni 250. Na sasa kituo cha afya kinakwenda kujengwa kwenye kata hii. Nini maoni yangu ambayo ningetamani mwenyekiti wa kijiji kama yupo anisikie na mtendaji wa kijiji kama yupo anisikie. Kituo cha afya kinajengwa kituo cha afya cha kata na sio kituo cha afya cha kijiji. Kwa mujibu wa sera ya afya huwa hakuna kituo cha afya cha kijiji. Sera yetu ya afya ambayo tunakwenda nayo, kituo kinajengwa kwenye kata. Zahanati zinajengwa kwenye ngazi ya vijiji. Kwa hatutegemei kuwa na kituo kingine cha afya kwenye kata ya Kiang'ombe tofauti na hiki tulichopata fedha leo ya kuanza. Kwa awamu ya kwanza Mwenyezi Mungu ametusaidia, Mheshimiwa Rais ametupa milioni 250 na itaanza kazi. Baadaye watatuongeza milioni 250 kwenda milioni 500. Tutakwenda tutaongeza tena milioni 250 ili ifike milioni 750 kwa ajili ya ukamilishaji wa kituo cha afya na kiweze kutoa huduma kama kilivyokamilika. Kwa milioni 250 ya awamu ya kwanza.
tusikizane vizuri. Milioni 200 awamu ya kwanza, milioni 250 kiukawaida na kiutaratibu inapaswa kukamilisha jengo la OPD, jengo la kwanza, itakwenda kukamilisha jengo la maabara, jengo la pili, watakwenda kufanya watajenga kichomea taka kama sehemu ya 3 ya utekelezaji, ndipo watakwenda na majengo mengine, jengo la mama na mtoto yatafuata. Mtendaji na mwenyekiti wa kijiji, jengo linalotakiwa kukamilika la kwanza na maelekezo yatakayokuja kutoka halmashauri ni ukamilishaji wa jengo la OPD, hilo ambalo wananchi mmeanza kulijenga. Nimeambiwa mmeanza kuchangisha na mimi nimewaunga mkono kwa milioni 5 kwa ajili ya ukamilishaji wa kupaua, ukiacha milioni 15 ambayo niliwahi kuwaletea hapa. Sasa nayasema haya kwa sababu ninajua huwa kuna maneno mengi. Tukishasema tukitoka vinaanza vikao vingine nyuma yangu. Ninaomba niseme milioni 250 itakayokuja, kazi ya kwanza ni kukamilisha jengo mlilolianza hapa la OPD, ambalo niliwatafutia milioni 15. Ikaanza kelele sana hapa, tukafumba masikio, Mwenyezi Mungu akatusaidia, tumekwenda. Nimewatafutia tena milioni 5, milioni 20, na nyinyi nimeambiwa mnachangishana kwa ajili ya kupaua. Milioni 250 itakapokuja itafanya kazi ya kulikamilisha pale mlipofikia. Lakini kwa kuwa kuna nguvu za wananchi zimetumika kwenye mabati, kwenye mbao, mbunga mwachangia na nyinyi mmechanga, fedha itakayosalia itapangiwa baadaye kazi nyingine kwenye kituo hicho hicho cha afya. Kwa hiyo jengo la kwanza ni la OPD, niliambiwa hapa mlianza kuambiana kwamba halijengwi hilo jengo. Linamaliziwa lile la kwanza, inakuja maabara kama nilivyosema, na ndo atakwenda jengo la kichomea taka. Kwa hiyo mwenyekiti na mtendaji wa kijiji hiki wote kama mpo, mimi haya maelekezo nayasema sio ya mwenyekiti wa kijiji peke yake. Ndio maana saa 10 nina kikao cha wenyekiti watatu, nina kikao cha watendaji ili tuweze kuzungumza na tukubaliane. Kituo cha afya kinajengwa cha kata nzima. Kamati zitakazoundwa, na mjuzi nimemwelekeza DMO akaja akazungumza na nyinyi. Kamati zitakazoundwa za ujenzi ni za kata na sio za kijiji. Niwaombe sana watu wa Kiang'ombe, unganeni kwa pamoja. Ujenzi wa kituo cha afya ni lazima tushiriki sote kama kata nzima. Zitajengwa kamati, zitaundwa kamati ya ujenzi, kamati ya kununua vifaa na kamati zingine zote zitokane na kata nzima. Kwa leo maelekezo kwa nakwenda kukutana na viongozi hawa, tuunde kamati zinazotokana na kata hii, tushirikiane, tupendane na tuende kwa pamoja, kwa sababu kituo hiki kinakwenda kusaidia mama zetu, kinasaidia wazee na vijana wa kata nzima, na hawatakuwa Ruhu peke yake. Kwa hiyo nina imani, matarajio yangu ni kwamba viongozi wote mtashirikiana. Milioni 250 itakapokuja msianze kuvutana. Kianza kuvutana fedha ile kama mlivyoanza wakati nawaletea milioni 15 na waletea vile vifaa, fedha hii itaondoka. Narudia. Kianza kuvutana fedha hii itaondoka. Ikiondoka mnaathirika ni nyinyi. Endeni mkashirikiane, acheni mambo ya siasa, shikamaneni, tumalize hiyo, tujenge hiyo fedha. Mheshimiwa Rais anatuletea fedha nyingine, na mimi niliwaambia ikija fedha nyingine, Mwenyezi Mungu akinisaidia nikirudi awamu ya pili, niwatafutie ambulance kwa ajili ya ukanda huu iweze kuwasaidia ili kituo cha afya kikamilike. Hii ndio dhamira na maono ambayo ningetamani sisi tuweke alama ya kitu ambacho kitatusaidia sisi kwenye kata yetu ya Kiang'ombe.